Kauli mbiu ya mwaka huu, manake kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani mwaka 2026 inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kuelekea dira 2050. Dira 2050 ni malengo ama maono ambayo tunayo kama taifa kuelekea uchumi imara, maendeleo endelevu, lakini pia mabadiliko ambayo tunayataka sisi kama taifa kuanzia mwanzo, yani kuanzia sasa hivi 2020 kuanzia 2025 mpaka 2030. Maanake matarajio yetu ni nini? Na kwenye hii dira ya 2050 kulingana pia na hii kauli mbiu ya mwaka huu inataka sana tujumuike wanawake na wasichana. Sasa mimi kama afisa vijana niko hapa kuongelea wasichana. Wana faida gani au wana mchango gani kuelekea hiyo dira 2050? Ukweli ni kwamba wasichana ni sehemu kubwa sana ya kuleta mabadiliko kwenye nchi yetu. Lakini licha ya kwamba kuwa ni sehemu kubwa, wasichana tunawategemea kwa sababu ni wabeba maono, ni wamama wa baadaye, ndio watatuongezea taifa, wataliinua na kubadilisha mitazamo ya watu tuliokuwa nayo. Lakini pia wanawake hao watashirikishwa sana wasichana kwenye shughuli za kimaendeleo, na kati ya shughuli hizo ziko kwenye sekta mbalimbali. Maanake tunategemea kwa mwaka wa 2050 tutapata viongozi ambao ni wasichana wa sasa hivi. Mwaka 2050 tutapata wahandisi, tutapata madaktari, tutapata walimu, tutapata wajasiriamali na wafanyabiashara wakubwa. Lakini licha hivyo basi tutapata kwa sababu sisi sasa hivi ni vijana, tutapata tunasema design mpya ya maisha, lakini sio tu ya maisha, basi hata design mpya ya namna ya kufikiri. Kwa sababu kuna ule msemo unasema ukimuinua mwanamke umeinua jamii nzima. Sasa wasichana tunahitajika sana kunyanyua na kubadilisha taifa letu. Sisi ni sehemu kubwa tofauti, si kwamba wavulana hawana sehemu kubwa, wanayo sehemu kubwa, ila wasichana tuna nguvu zaidi. Lakini pia niseme ni wakati ambao wasichana wanatakiwa tujitambue. Tuache kufikiri kwamba shughuli zinazotakiwa kufanyika ni za wavulana tu, bali hata sisi wasichana. Lakini pia niseme nitoe pongezi kwa sababu wasichana pia tumekuwa mstari wa mbele kwenye shughuli mbalimbali za nchi hii. Tumeona tuna wanamitindo, tumeona wasanii, tumeona madaktari, tumeona walimu. Lakini pia acha nijisemee vizuri, mwenyewe ni afisa vijana lakini pia ni msichana. Kwa hiyo nitoe pongezi, lakini pia nikumbushe kwamba sisi wasichana ndio wajenzi wa kesho. Tunaanza leo, lakini sisi ndio tutaijenga kesho iwe aina gani. Kwa sababu licha ya hivyo sisi ni wamama wa baadaye. Namna ambavyo tutataka watoto wetu ama jamii iwe, sisi ndio tuna sehemu kubwa au tuna nguvu kubwa ya kuchagiza taifa liwe la kitofauti, liwe la wasomi, liwe taifa ambalo limeshajipata, lina maendeleo endelevu na lina uchumi imara.